Mwana wa Mungu, Roho Mtakatifu ni muhimu sana sana katika maombi, na nina uhakika kukwambia kwamba pasipo Roho Mtakatifu hakuna maombi. Kwa nini? Pasipo uhusika wa Roho Mtakatifu, kwanza hutoweza kuomba, lakini pia hata kama ukiomba hutoomba kama vile ikupasavyo. Kwa hiyo uhusika wa Roho Mtakatifu ni muhimu sana sana katika jina Yesu. Roho Mtakatifu ndiye anayetupa uwezo wa kuomba. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anakuwezesha wewe na mimi tuweze kuomba. Roho Mtakatifu tunaona kwamba aliposhuka kwenye kanisa la kwanza, cha kwanza kabisa wanafunzi ndipo waliweza kuomba, katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wa 4. Na hata pale Roho Mtakatifu aliposhuka kwa mara ya kwanza kwa watu wa mataifa katika nyumba ya Kornelio, unaona kabisa wazi sifa ya kwanza, waliweza kuomba. Haleluya! Hata Yesu Kristo kwa mara ya kwanza kabisa Roho Mtakatifu alipomshukia kama ua, unaona kabisa alimuongoza nyikani ili aweze kufunga na kuomba. Mwana wa Mungu, pasipo Roho Mtakatifu, wanafunzi wa Yesu aliwaambia, mnashindwa kukesha nami hata lisali moja. Lakini hao waliposhukiwa na Roho Mtakatifu waliomba mpaka ardhi ikatetemeka, waliomba mpaka vifungo vya gereza vilivyomkamata Petro vikamwachilia katika jina la Yesu Kristo, na Herode akaanguka akafa. Tamani uelewe kitu kimoja katika jina la Yesu, ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatupa uwezo wa kuomba.